Bwana, ni kweli tumekuja kujifunza kama alivyotuambia mkuu wa wilaya Babati Emmanuel Kaganda kwamba twende Sangaiwe, twende Mwada tukajifunze. Ni kweli mimi binafsi nimejifunza mambo mengi kama John Walter katika kijiji hiki cha Sangaiwe. Kwanza moja ambacho kimenivuta zaidi ni kwamba wana utaratibu wa kusaidiana kama jamii. Tumeshazoea vijiji vingi mtu anaposhindwa kupata matibabu labda katika hospitali moja kwenda ya rufaa nyingine, huwa anarudi nyumbani na kusema kwamba bwana, nimefeli, nimekwama na kijiji hakina namna. Lakini kijiji hiki cha Sangaiwe ni tofauti. Kijiji chenyewe kinamsaidia mtu ambaye ameshindwa kujihudumia matibabu mpaka mwisho, mpaka aweze kupona na kupatiwa matibabu sahihi kwa ajili ya tatizo ambalo linamsumbua. Nimekutana na hilo katika kijiji cha Sangaiwe na kweli nimejifunza zaidi ya shilingi milioni 30 zimetumika kwa ajili ya matibabu, ya kusaidia wananchi kupata matibabu. Sio hilo tu, kingine ambacho nimejifunza katika kijiji hiki cha Sangaiwe kilichopo kata ya Mwada, halmashauri ya wilaya Babati, mkoa wa Manyara, ni kwamba mwanafunzi anapohitimu darasa la 7 na kuendelea, endapo kuna mwananchi atashindwa, basi kijiji kinasaidia mtoto yule aweze kupata elimu mpaka amalize ndoto zake zitimie. Lakini kingine ambacho nimejifunza, hakuna kuchangishwa. Hakuna kuchangishwa. Pesa zote ni za mapato ya kijiji na yote yanatokana na shughuli nzima ya uhifadhi, shughuli nzima ya utalii ambao unafanyika katika maeneo haya. Hao ni majirani kabisa na hifadhi ya taifa ya Tarangire. Lakini na wenyewe wameruhusu hizi jumuiya za uhifadhi zije maeneo haya, na wamekuja wamehifadhi, na mapato ambayo yanapatikana yanabaki kwenye kijiji hiki na shughuli za maendeleo zinaendelea. Wamejenga shule za msingi. Unaambiwa kila kitongoji kwenye kijiji hiki cha Sangaiwe kina shule ya msingi. Kuna zahanati mpya kabisa ya kisasa ambayo ina vifaa tiba pamoja na dawa. Ni mambo mengi sana ya kujifunza katika kijiji hiki cha Sangaiwe. Kama mkuu wa wilaya Babati alivyotuita, bana, twendeni Sangaiwe tukajifunze. Ni kweli tumekuja, tumejifunza. Lakini kingine ambacho tumejifunza, kwenye nchi yetu ambayo ina vijiji zaidi ya 12,000, kijiji hiki ni cha kwanza Tanzania kwa ukusanyaji wa mapato yatokanayo na utalii. Bwana, kata ya Mwada imefunguka, wilaya Babati imefunguka, mkoa wa Manyara umefunguka, lakini nchi imefunguka kiutalii. Mimi naitwa John Walter. Asante kwa kutazama Walter Habari. Endelea kutufuatilia siku zote. Kijiji cha Sangaiwe kina jumla ya vitongoji 4 ambavyo ni Sangaiwe, Gembo, Osole na Neneto. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kijiji cha Sangaiwe kina jumla ya kaya 1092 zenye jumla ya wakazi wapatao 4091, wakiwemo wanaume 2130 na wanawake 1961. Kijiji cha Sangaiwe kina ukubwa wa hekta 9920 kwa mzunguko wote, zenye matumizi mbalimbali ya kijamii kama vile kilimo, ufugaji, misitu, makazi ya watu, hifadhi ya wanyamapori pamoja na maeneo ya huduma za jamii kama vile shule, makanisa, misikiti, zahanati, viwanja vya michezo, mabwawa ya maji kwa matumizi ya binadamu na mifugo. Shughuli kuu ya wakazi wa kijiji hiki ni ufugaji na kilimo, japo kwa sasa shughuli za kilimo zinaendelea kupungua kutokana na changamoto ya kuongezeka kwa wanyamapori wanaoharibu mazao mashambani, hususani tembo. Kijiji cha Sangaiwe ni mwanachama wa Juhibu, lakini pia kijiji hiki kilitenga eneo lake kwa ajili ya kuendeleza uhifadhi ndani ya kijiji. Hadi sasa kijiji kina wawekezaji 5 ambao wanafanya biashara ya utalii, na 60% ya tozo zinazokusanywa na TAWA kurudishwa kijijini kwa ajili ya kuendeleza uhifadhi na kutekeleza miradi ya maendeleo. Kijiji cha Sangaiwe kilianza kupokea wawekezaji nje ya jumuiya ya wanyamapori Burunge mwaka 2013. Mpaka sasa tuna wawekezaji wapatao 5 ambao ni Sangaiwe Tented Lodge, Tarangire Simba Lodge, Elephant Lodge pamoja Afrika na Sangaiwe Mbuyu Tented Lodge. Makusanyo ya mapato kutoka hoteli ndani ya kijiji na jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Burunge kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2025
Kwa asilimia 60 ambayo tumepata kutokana na utalii kwa miaka hiyo mitano, jumla ni shilingi bilioni 2,101,535,023 na senti 69. Mgao kutoka Yuhibu kwa miaka minne ni shilingi milioni 389,391,960 na senti 35. Jumla ya fedha katika hoteli ndani ya kijiji na jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Burunge jumla ni shilingi bilioni 2,490,926,984 na senti 4. Mafanikio. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kijiji cha Sangaiwe kimepata mafanikio kutokana na kuunda umoja wa vijiji 10 vinavyounda jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Burunge pamoja na kuwekeza wawekezaji nje ya jumuiya ya wanyamapori Burunge, ambapo huwa tunapata mgao wa asilimia 60 kama kijiji na kutekeleza miradi ya maendeleo iliyogharimu kiasi cha shilingi milioni 998,525,800. Kijiji tunalipa watumishi wanaofanya kazi ndogo ndogo ndani ya kijiji zaidi ya 30, wakiwemo walimu wa kujitolea 7, wahakiki wa mapato katika geti zetu 4, walinzi 6, wahudumu 2 wa ofisi, zahanati na ofisi ya kijiji, walimu wa awali 3, wapishi 4, wahudumu wa afya ngazi ya jamii 3, ambao kwa kipindi cha miaka minne tumewalipa jumla shilingi milioni 225 na laki 6. Tumenunua chakula na wananchi pamoja na maharage kwa wanafunzi wa sekondari na shule za msingi kwa thamani ya shilingi milioni 420 ndani ya kipindi hicho cha miaka minne. Tumewasaidia wanafunzi zaidi ya 52 kwa muda wa miaka minne. Kila mwanafunzi tulimpa shilingi 500 wanaokwenda kidato cha 5 na vyuo vya kati, ambapo tulitumia jumla ya shilingi milioni 26. Pia tumewasaidia wagonjwa 48 wa rufaa katika hospitali ya Benjamin Mkapa, KCMC Bugando kwa muda wa miaka minne yenye thamani ya shilingi milioni 32. Kwa hiyo kwa upande wa kuhudumia jamii moja kwa moja tulitumia shilingi milioni 703 na laki 6. Pia kwa mwaka huu 2024-2025 tuna miradi ambayo ipo inayotekelezwa kwa sasa hivi ambayo itakwenda kukamilika Juni 2025. Miradi hii ina thamani ya shilingi milioni 498,276,360. Kwa kweli niwapongezeni sana. Ninaendelea kusema kwamba tumekuja kujifunza Sangaiwe. Sangaiwe tumeambiwa ni kijiji ambacho kimefanya mambo mengi sana ya maendeleo. Ninajua na nyinyi ni kati ya vijiji ambavyo vimepokea fedha kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Lakini pia kwenye risala tumeona milioni 900 zimetumika kwenye miradi ya maendeleo. Katika hili kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Diwani na timu yako nzima ya kata, lakini mwenyekiti wa kijiji hiki cha Sangaiwe na viongozi wenzako wote wa serikali kwa jinsi ambavyo mnamsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza shughuli za maendeleo na hasa katika kupanga na kutekeleza shughuli mbalimbali za kuwaletea wananchi hawa maendeleo. Hongereni sana na Mungu awabariki sana. Sio hivyo tu, ni washukuru wananchi pia kwa kuweza kupokea maelekezo na miongozo ya viongozi wenu na kuweza kukaa kwa pamoja kupanga na kuweza kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo ambazo zimetufanya hata sisi leo zituamshe kutoka maofisini kwetu tufike hapa Sangaiwe kwa ajili ya kuja kujifunza.
Ongeleni sana wananchi wote. Kwa majina naitwa Patricia William Mosea, ni mkazi wa kijiji cha Sangaiwe na pia ni mwenyekiti wa bodi Burunge WMA. Baada ya mwaka 1998 ilikuja sera ya uhifadhi wa wanyamapori ambapo wananchi walipewa elimu juu ya uhifadhi wa wanyamapori. Baada ya sera ile kupita, wananchi walivyopewa elimu walikubaliana kuendeleza uhifadhi na wakatenga maeneo yao ambayo walijiunga vijiji 10 ambavyo vinaunda hifadhi ya wanyamapori ya Burunge. Baada ya uhifadhi ule wa vijiji 10, wananchi waliendelea kupewa elimu na wataalamu kutoka halmashauri ya wilaya waliendelea kutoa elimu, na watu mbalimbali walikuja kwenye kijiji chetu cha Sangaiwe kwa ajili ya kufanya research, na wataalamu wakashauri kuwa inawezekana kuwa na uwekezaji mwingine nje na vijiji 10 ambavyo vimeungana kwa maana ya Burunge WMA. Kijiji cha Sangaiwe kina maeneo makubwa ambapo kwa sasa tuna wawekezaji ambao wamewekeza, tuna wawekezaji 5 na wamejenga na hoteli zote zinafanya kazi na tunapata mapato. Lakini pia kutokana na uhifadhi huo ambao wawekezaji wamewekeza, wananchi wameweza kutoa maeneo yao ambayo walikuwa wanafanya kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya kujipatia chakula. Wameamua kutoa kwa ajili ya uwekezaji kutokana na ongezeko kubwa la wanyamapori wakiwemo tembo, pundamilia na wanyama wengine. Kwa hiyo wananchi walikuwa wakilima mazao hawapati chochote kutokana na tembo, makundi makubwa ya tembo kuvamia mashamba na kuharibu mazao. Hivyo ikaonekana wananchi hawataweza kuwalinda tembo na wakatengeneza mazingira rafiki na kauli mbiu ya kusema tembo kwa maendeleo, maendeleo na tembo. Hivyo hiyo kauli mbiu endelea kutumika na mpaka sasa tunaitumia. Hivyo wananchi wameshakubali kutoa yale maeneo ambayo hayawanufaishi moja kwa moja. Kwa hiyo serikali kupitia kijiji chetu, kupitia TAWA wameamua kukusanya mapato na kutugaia 60% ya ukusanyaji wa mapato. Lakini pia tembo ilitokea kuwa ni hatarishi kwa sababu kama kijiji chetu cha Sangaiwe imeshawahi kuua watu na watu wameacha ile historia kwenda kuwalinda tena tembo, badala yake wamewageuza kuwa fursa. Kwa hivyo ndio maana tunaendelea kupata mapato haya.